kuzingatia sheria za nchi. Serikali inaamini kuwa sasa kupitia katiba hii iliyoboreshwa, klabu ya Simba itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji, hususan masuala yanayohitaji uoanifu wa matakwa na taasisi nyingine. Pia itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji ambao wataenda kuufanya au ambao umeshai kufanyika, kwa hiyo vyote watakavyoviona. Pia itaheshimu uwekezaji ambao utafanywa au ulishafanywa ili kuepusha migogoro ambayo serikali haitarajii ijitokeze. Naomba kusisitiza hapo pia kwamba tunasisitiza kuwa katiba hii imeidhinishwa ikiamini inaenda kujenga mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji, iwe uwekezaji uliofanywa au utakuja kufanywa, kwa sababu imeruhusu uwekezaji ndani ya klabu na kuondoa migogoro ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kuhatarisha zoezi hili lisitekelezeke. Hitimisho, napenda kusisitiza kuwa sio jukumu la serikali kufanya maamuzi ya klabu ya Simba kwenda kwenye mfumo mwingine wa uendeshaji, bali inaidhinisha maboresho ya katiba yanayokidhi matakwa ya kisheria baada ya wanachama wa klabu kuamua kwenda kwenye uwekezaji au kwenda kwenye transformation. Kwa hiyo serikali hailazimishi, ila pale wanachama wanakapoamua kwenda kwenye transformation, katiba yao lazima serikali iangalie imekidhi matakwa ya kisheria na kanuni za nchi. Pia serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya pia, kama tulivyoeleza, hayatahatarisha usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au jamii kwa ujumla, wala kuathiri maendeleo ya klabu, kwani yanalenga kuleta utulivu na uwiano kati ya wanachama na wawekezaji, kuhakikisha maendeleo endelevu ya klabu na michezo kwa ujumla. Hapa pia tunapenda kusisitiza kuwa serikali inaamini kwamba katiba hii iliyoidhinishwa inaenda kuleta usalama ndani ya klabu na sio kuibua migogoro, kwa sababu imeweka uwiano kati ya wanachama na wawekezaji ndani ya klabu. Kwa hiyo haitatarajia kuona migogoro ndani ikijitokeza. Kwa hiyo tunaamini mchakato klabu ya Simba itakapoenda kuufanya, katiba yao imebeba maudhui wala hawatapata mkwamo wowote kwenye taasisi yoyote ya kiserikali watakayoamua kufanya. Kwa msingi huo, serikali inatoa wito kwa wanachama wa klabu ya Simba na wadau wake wote kuheshimu maamuzi ya kisheria ili klabu iweze kuendelea kwa utulivu, mshikamano na mafanikio makubwa. Kama tunavyofahamu, klabu ya Simba ni klabu kubwa yenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia katiba hii na maboresho haya, mchakato huo utaenda kuimarisha na kuifanya klabu hii iweze kupanda viwango zaidi. Kwa kutolewa kwa idhini hii, marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa yanatambulika rasmi na serikali, na klabu inatarajiwa kuyatekeleza kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, maamuzi ya mkutano mkuu, kwa kuhakikisha manufaa kwa utaratibu zote zinazingatia kwa mujibu wa ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria kwa lengo la kulinda maslahi ya wanachama na wawekezaji na maendeleo ya michezo nchini. Na mwisho unaweza kusema kwamba mchakato huu utakapokwenda vizuri, klabu ya Simba ndio litakuwa kama shamba darasa kwa klabu nyingine zote. Mchakato huu, na sisi serikali ndio tunavyoamini
kwamba mchakato utakwenda salama, uwekezaji utafanyika, na kwamba klabu ya Simba ndio klabu nyingine zitajifunza kutoka kwao namna ya kufanya transformation ya klabu. Kwa hiyo serikali inaliamini hilo na tuna matarajio yake ni haya ambayo tumeyasema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nikianza, swali la kwanza ilikuwa kwamba je, baada ya maboresho ya kuidhinisha katiba hii, je, mchakato huu unaanza upya au unaanza lini? Mimi kama msajili, sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja. Unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea, klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi, au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini? Maboresho ya katiba, na si vinginevyo. Naamini tumeelewana hapo. Swali la pili, umeuliza kwamba wawekezaji watakuwa wangapi. Mimi nikisoma kanuni, ile kanuni ya 18 kanuni ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama nilivyo ya 2017, imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji, basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka. Lina umoja, lina wingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana. Limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Swali lingine limekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba. Katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba. Imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni. Itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited ambako ndio bodi inakoundwa. Inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu wa namna bodi itakavyoendeshwa, huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa kampuni ukae kwenye katiba, umenelewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini? Wameingia. Kwa hiyo wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi chata, ndio utakaofafanua nini? Mchanganuo wa upatikanaji wa wajumbe. Tunaelewana? Lakini naamini nimekidhi majibu ya hilo swali, wanapatikanaje. Ninakuja swali lingine, mawasiliano yapi yalikuwa yanafanyika? Labda tuweze kutoa ufafanuzi. Nimesema hivi, wakati tunaboresha yalikuja vipengele ili kuhakikisha kwamba ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, yale mambo ambayo yalikuwa yamekwamisha mchakato, ndio sisi tuliokuwa tunayatazama, ndio mawasiliano yalilenga huko, na kuhakikisha kwamba katiba hii sasa inaenda kubeba lile jukumu la transformation inapoenda kufanya nini. Ndio mawasiliano yalikobeba kutokana na mkutano mkuu walivyoamua. Kwa hiyo mkutano mkuu unaamua vipengele vinapokuja hapa, vinachambuliwa na kuangalia na kutengeneza tafsiri ambayo inafanya nini, itaridhika na itakidhi matakwa ya kisheria
na kikanuni. Hayo ndio yalikuwa mawasiliano tuliyokuwa tunayafanya na si vinginevyo. Haya, kuna 49% ya uwekezaji. Je, ni mmoja au nini? Nimetoa majibu kule kwamba kanuni yetu imesema kwa klabu ya Simba au kwa klabu yoyote yenye wanachama watakapoamua kwenda kwenye kuuza hisa zao, umeelewa, basi zile hisa nyingine 49 zimewekwa kwa ajili ya uwekezaji. Sijui tumeelewana, lakini hapo ndio maana ya hiyo. Nakuja swali la mwisho. Bodi ya wakurugenzi itakuwa madarakani, si ndio hivyo hilo swali Itakuwa madarakani? Hili swali sasa mimi siwezi, mimi sio Simba Sports Club. Sawa? Mimi sio Simba Sports Club. Anayeweza kulifafanua huu ni uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana